wasaa wa kuweza kuangazia zilizobamba mitandaoni kwa wakati huu hapa, lakini pale awali nilisema tuhitimishe soka letu ni joto la Afrika kidogo. Ulimi mzee wa Ujida huyu. Yote kayataka mzee wa Ujida. Ulimi hauna mfupa ama nini? Ulimi hivi ni kweli ulimi hauna mfupa? Hauna mfupa. Unasingizia. Hauna mfupa kweli. Mimi nishe katika ulimi. Hapo nikaunganisha. Hapa napenda nyama ya ulimi. Kuna mtu kwenye sopu lake. Kina mkono amefurahi sana, umemkosha sana. Unategemea tu kwamba kwenye lepo katika mtoli au uko kwenye supu. Kwenye supu. Umalizia vizuri. Kwenye ugo naangalia neno lililosisitizwa. Kwenye supu. Hapo naishia. Asingeleweka ile ngoje sisitiza. Ameacha nani uwanda mpana watu kujadili na kuongeza wanavyotaka wao. Alimufti, unajua mtu akianza kuchomekea shati na jeans. Unajua maana yake nini? Bado sijajua. Tuendelee. Mandhari ya kwamba kachomekea na yupo. Ndio. Basi na kachomekea shati kwenye jeans. Ndio. Basi tuendelee. Karibu sana. Asante sana Sheikh Said, kwanza nimefurahi kuungana nawe tena leo Jumanne. Ndio. Ama sio? Ndio kabisa. Yes, lakini pia nimefurahi kuungana na Michael Kiera. Ama coach. Coach. Ama sio? Ama sio. Lakini kinga mkono Andrea. Majina yao haya. Andrea Cole, Andrew Cole, Andy Carroll, Andre Pirlo, Andrea Pirlo, the international pass master. Au unawataja mafundi kwenye mpira sasa hapo upo? Sana. Upo sana. Wewe kwako upo? Upo mwingi sana. Yes, Sheikh Said, unaniruhusu niendelee sasa? Karibu. Wakati ukiendelea na kipindi ama gurudumu hili la Viwanjani, ulitoa maagizo kwamba Mufti anatakiwa aje na posti moja inayohusiana na imeweka katika ukurasa wa Simba Sports. Nakumbuka? Yes. Ni kwa sababu ni mtifu. Basi hiyo ndio posti ambayo tutaanza nayo. Sawa. Yes. Kupitia ukurasa rasmi wa Simba Sports wameweka posti hii hapa ikisema ya kwamba tanzia, kwa maana ya kwamba ni taarifa inayohusiana na msiba. Uongozi wa klabu ya Simba umepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo cha baba mzazi wa kiungo mshambuliaji wetu kwa maana ya Simba, Kibu Dennis, mzee Dennis Prosper, kilichotokea usiku huu mkoani Kigoma. Hii post iliweka usiku. Simba inatoa salamu za pole kwa Kibu pamoja na familia nzima ya mzee Dennis kwa msiba huu mzito, na tupo pamoja katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Uongozi wa klabu unawaomba wanasimba wote pamoja na wanamichezo kuwa pamoja na Kibu kwa sala na maombi katika kipindi hiki kigumu ili avuke salama na kuweza kurejea kwenye majukumu yake. Hiyo ndo taarifa ambayo Simba Sports wanawaarifu familia ya mpira bila shaka tuseme. Pamoja na kwamba ni mashabiki wa Simba lakini na familia ya mpira kwa ujumla. Kabisa. Swahili wanasema kwanza mafundisho yanasema kifo ni somo, ukumbusho wa kwamba ni safari ya kwetu wote sote. Lakini wanasema msiba usikie kwa mwenzako au kwa jirani yako. Msiba hujawahi kuwa mdogo hata siku moja. Pindi unapompoteza mpendwa. Na mwisho wa siku hakuna jambo kubwa huwa nasisitizwa zaidi ya subra. Na uvumilivu na kupokea. Miongoni mwa watu wa karibu waliwahi kunenea mimi. Wakasema utambulisho wa kuwa mkubwa ni pindi unavyoweza kupokea majambo. Hususan majambo ambayo sio marahisi kuyapokea. Hususan mzazi akiwa kama anaondoka. Kwa hiyo tumpe pole Kibu. Na Mwenyezi Mungu aweze kuwapatia faraja familia kwenye kipindi hiki kigumu. Yes, katika nyakati hizi ambazo ni ngumu, na tunaambiwa kwamba kifo ni kama mlango na kila mmoja atapita katika mlango huo. Hakika. Kwa hivyo mzee Prosper ametangulia, sisi tupo nyuma yake. Sio? Hayo ni ya Simba Sports na pole nyingi kwa familia ya mzee Prosper. Tuende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Sasa huyu ni Ahmed Ali. Yeye katika ukurasa wake anasema timu pekee ambayo haichechemei ligi kuu ni hiyo Simba Sports. Timu pekee ambayo haichechemei. Hivi ni Simba pekee ndio ambayo haijapoteza mchezo
yani imepata matokeo ya alama 3. Alama 3. Ndio ameshinda 100% ya mechi zao za ligi kuu. Kusema mechi 3 hapo kusema kuchechemea hapo inatukumbusha marehemu Hussein Mwana wa Jumbe. Ndio aliimba na chechemea na chechemea na Mlimani Orchestra pale. Bwana wewe. Vitu vyako hivyo. Yeye hapo lazima anacheka tu. Mbali sana. Ayera kuelewa. Kuna mmoja hapa anasema huyu Kante nilijua tulipigwa kumbe mtu bana. Ni kweli? Swala la kusubiri na kuona. Bado tena tunataka kusubiri. Naona Yela anataka kuchambua hiyo habari kamwangalie kikamkono alafu Ni swala la kusubiri na kuona. Ni swala la kusubiri Na kuona. Lakini kwa muda ambao amepata kwenye klabu ya Simba nafikiri tayari ameshaonesha kuna kitu ambacho anakiongeza kwenye eneo la kiungo. Kwa mfano last match ambayo anacheza dhidi ya JKT. Yeye aliingia akiwa anatokea kwenye bench. Kipindi cha pili anaingia. Baada ya Simba kuanza na mabeki watatu walivyobadilisha kuingia kwenye mabeki 4 kwenye eneo la kuzuia, yeye akaenda katikati, unaona kazi ambayo alifanya. Sasa kama haukuona hicho pia ambacho alikifanya pale, inawezekana kwa sababu mpira ni mchezo wa muda pia na vitu vingine, lakini so far mpaka sasa hivi kwa kile ambacho amekionyesha kwenye eneo la midfield inawezekana akawa ni moja kati ya wachezaji ambao wanasema kwenye maingizo mapya wachezaji ambao wameingia, yeye ni miongoni mwa wale ambao wanasema wanampa mwalimu option au machaguo zaidi ya kwenda kutumia kwenye eneo la kiungo. Yeye bwana Maurice Abraham katika mechi dhidi ya JKT kikweli alicheza vile ambavyo anataka yeye mwenyewe. Sijui kama niliona vibaya. Uliona sahihi. Haya. Twende kwenye posti nyingine. Sasa hiyo ni ya Simba Sports na Ahmed Ali. Twende kwenye posti nyingine tuone kwenye kuna habari gani. Wanasema kwa mujibu wa Ali Shabani Kamwe. Anasema watu wanasema Young Africans inamtegemea Pacome tu. Afu yeye kaeka goli hilo hapa. Hebu litazame kwanza hiyo build up ya hilo goli linavyoanza mpaka na wanajaribu kuondoka tena wao. Izra Mwenda 1 2 3 Mwenda weka ndani ile sasa Pacome ilikuwa ni shughuli ambayo ilianzia nyumbani kule uwani. Celeste kwa akaigusa mara moja. Izra Mwenda aliweka pasi moja hasanati, pasi ya viwango mno, inamkuta Pacome Zouzoua. The ball in the space, a man on the space, the ball on the net. Kwamba hii ndio Yanga ambayo inasemwa inamtegemea Pacome pekee. Sasa hapo ndo mara Mbwaduke akae pembeni sasa. Unaambia Mbwaduke unasemaje? Unasemaje? Hapa sasa kwa Yanga hii sasa. Hapo unasema watu haichezi vizuri. Haichezi vizuri. Wanaitaka Yanga ipi? Kwa pasi hizo zilizopigwa hapo 5 mpaka nenda goli. Lakini pia wastani wake kwa faida yako wewe na watazamaji wako. Katika Sports World Detail ndo hapo. Sasa wanaitaka Yanga ipi? Haya. Kwa sababu lakini hayo ni mchezaji ambaye amemtaja kwamba anategemewa. Yeye amegusa mpira wa mwisho kabisa kwa mtikanaji hilo goli. Lakini kabla ya goli lijefungwa kuna combination play ambayo imefanyika huko nyuma ambayo mpira ulikuwa unatembea kwenye njia tu. Kabla huyo mchezaji ambaye anataja kwamba anategemewa Pacome kwenda kumalizia. Yaani ile finishing ambayo ameifanya ni kuscore na collect, yani touch ya kwanza na collect unaenda kuscore. Hapo uchambuzi wa kocha kaongea. Kwa uchache sana Michael ongeza na kocha hapo. Ni kweli ongeza na kocha. Kocha. Kwa uchache sana kocha Michael Kiera. Anachokisema Ali ni kama vile ni tuseme lugha nyepesi ni ipi kwamba ni kama anawakosoa wale ambao wanaisema Yanga kwamba Yanga hii inamtegemea mchezaji mmoja. Wewe unaonaje? Ni kweli Ali ipo sahihi kuwakosoa labda wale wanaoikosoa Yanga? Kwa hali ambacho anakisemea, kwa mfano ili goli ambalo linaonekana hapo mbali kama ameliweka kwenye posti yake. Kama ingekuwa Pacome ametoka na mpira kuanzia kwenye eneo la yani eneo lile la nyuma kabisa kule ambako mnaanzisha kwenye walinzi. Anakokota mpira na mtu anakwenda Ankara Messi anakwenda mpaka anakuja anafunga. Unasema bwana huyo hebu mbona kocha unaenda speed sana? Ankara Messi. Maana imeingiaje? Ankara Messi. Yaani uko na mpira wewe.
Unaukanyaga tu kati. Unasogea. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, unapita wewe. Wote unaondoka wewe. Unaenda unafunga goli. Ile ni solo goal. Ambalo unasema hili goli sio goli ambalo limefungwa na combination play ya team. Ni mtu mmoja tu kaamua kwenda kulifunga ile goli kutoka na mpira mbali, ameenda nao mpaka ameenda kuscore. Lakini aina goli ambalo limeweka hapo ni goli ambalo unaona kuna uhusikaji wa mchezaji zaidi ya mmoja ambalo limefanyika tena. Mpira ulikuwa nyuma ya mstari wa katikati. Timu inavuka kwenye mstari wa katikati. Unasema kwenye mpira unavuka mstari wa katikati, speed ya kwenda kushambulia inatakiwa iongezeke. Angalia ambacho anakifanya hapa. Angalia ambapo wanaanza. Then wanapojaribu kusogea kuvuka hapo. Wakati huo pia unaangalia KMC ambao wenyewe kwenye namba wakati mpira upo pande ule wa kulia, timu ilikuwa imejaribu kuslide kwenda kufuata huo mpira, lakini bado watu wanagonga pasi wanaondoka. Sasa kama msiseme tena mtu anamtegemea mtu mmoja. Nadhani KMC wanakaba kwa macho. Mfano ulisema hilo goli solo. Mfano ni unaweza kwenda kulivio Ligi ya Mabingwa 2006. Robo finali nakumbuka. Real Madrid na Arsenal. Thierry anafunga bao moja bila. Alianzia kati, aliyopiga vienga kama beki watatu hivi. Alafu akakimbiza akaenda kumfunga Ikakaslas. Ika. Kwa unaweza kuona kwamba yani ni solo, yani kwa pap yeye mwenyewe ndo kaenda kufunga. Sawa, yes, tuache hayo ya Young Africans. Michael, umepambana kuhakikisha kwamba nimepambana Yanga nimepambana. Sasa bwana bwana, nyota wa Taifa Stars jana walikuwa wanawasili katika ile kambi ya timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Taifa Stars. Nyota wa Taifa Stars wakiwasili kambini kwa maandalizi ya mchezo wa kirafiki kwenye kalenda ya FIFA dhidi ya Kuwait utakaochezwa Novemba 15 mwaka 2025 jijini Cairo nchini Misri. Hivi Cairo hujafika, Sheikh Said? Cairo nimefika. Umefika Sawa. Sasa unajua amesha Ismailia. Sasa Cairo afu ndo nenda. Tofauti ya maisha ya zamani ya Stars. Zamani tungebidi tuwapokee kwanza TFF pale. Kama sio pale kuna kambi nyingine uwanja wa Taifa kwa nyuma pale. Nani kule nini wanahitaji hapo. Sasa nimeleta posti hii si kuwajuza tu kwamba wachezaji wa timu ya taifa walikuwa wanawasili kambini, lakini nimeleta sasa hivi kumekuwa na hiyo mitindo ya namna wachezaji wanawasili katika kambi za timu ya taifa. Fashion. Sasa tumeanza na yule Gomez. Umeona Gomez vizuri yule wa kwanza. Heselman Mwalimu. Lakini huyu ni Shomari Kapombe. Tazama namna alivyotokelezea, si ndio na mwenyewe mmemtazama vizuri. Miongoni mwa wachezaji Shomi, kila mtu alitoa maoni yake. Lakini huyu ni BBD. Brain defender. Brain nini? Big brain defender. Big brain defender. Dickson Job. Haya, twende kwa mwingine. Tumalizie wa mwisho. Bila shaka atakuwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto anakuja picha inayofuata na wenyewe tuone alivyotokelezea. Hao ni wachezaji ambao namna walivyoweza kuwasili katika kambi ya timu ya taifa jana. Hiyo ni mitoko. Lakini sasa yes, huyu ni Bakari na yeye mwenyewe namna alivyotokelezea. Sawa? Bakari Nondo Mwamnyeto nahodha wa Yanga, lakini pia mchezaji wa timu ya taifa. Sasa wenyewe mafundi ambao walianzisha hiyo picha inayofuata hapo. Hapo tumekuletea mmoja tu. Mwamba kabisa wewe. Yes, umeona umeona shughuli Lakini hata sisi kule bila shaka ni nani katika wale zile picha zilizopita nani ambaye alitokelezea zaidi? Kwenye comment ukiangalia katika hiyo post kupitia ukurasa wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, kulikuwa nataja Mwalimu, kulikuwa nataja Shomari kwamba ametokezea simple yani smart. But smart na mwingine akamtaja Mwamnyeto, mwingine lakini pia ukipita kwenye ukurasa kule utamwona pia Morris Abraham namna pia ambavyo alitokelezea. Wapo wengine ambao inaonekana kama vile hawajafurahi. Kwa mapigo ya hii sample ileta. Selemani. Yani kwa hivi umeona ule mleta Juli Konde. Hapo kiangalia wale kule. Huyu mwamba kabisa. Huyo kwenye mambo haya ni exceptional. Kwanza ukiambia kwamba wewe ni mchezaji sasa unakataa. Ukiona tu picha. Yes, hayo ni lakini uzuri kwamba mpira anaujua. Kwa mwacha ambaye anapotaka yeye. Anapotaka yeye. Hiyo mambo ya kuvaa tu yani. Yes. Tuende katika post nyingine na kwenye tuone kuna habari. Sasa bwana Michael Yera Saidi Msume ama Van kama kaka Saidi sisi wengine mimi na mwenzangu hapa Kinga Mkono tunaweza tukajiweka pembeni kwa sababu tumeshaingia katika maisha ya ndoa. Tuko pamoja katika hili. Shambulizi hili nimefika.
aliyekuja mabaya sana. Chini ya mkanda hii. Shambulizi hili sikulitegemea. Ahmed Hassan anasema sikutaraji kama shambulizi hili lingekuja kwa wakati huu. Mzee wa kuchachawiza. Unyo. Sawa. Maelezo bila shaka yanajitosheleza wakati jamaa akibembeleza kwa mpenzi wake wa kike, akibembeleza pale bwana, kumbe nyuma mwamba Messi anakatiza. Ndicho kinachoonekana hapa. Yule aliyepita nyuma ni Messi na msafara wake. Wakati jamaa akiwa katika harakati za kubembeleza penzi, wanafurahia. Ghafla kumbe Messi Anakatiza anakatiza. nyuma. Unajisikiaje Michael wakati ukiwa katika harakati zako? Kwanza karibu taratibu kidogo. Yaani huo msamaha ningeomba baadaye tena. Ningeupeleka Yule ni mbele Messi. kidogo. Anakatiza bwana. Ningeenda kwa the goat kwanza. Hiyo ndio Messi wanarudi Camp Nou. Yes, Camp Nou pale. Alienda Ndio kwa the goat kwanza, unapiga naye story kidogo. Alafu unamwambia mama mtu nitakuja. Ule msafara wa Messi upo nyuma kule. Wao hawana habari, wanaendelea na shughuli zao. Kumbe Messi anakatiza bwana nyuma. Bahati iliyoje? Utakataliwa kweli hapo? Ambezi baraka ujue Messi kazileta. Yaani mlikataa mimi na mlikataa na Lionel. Umemkataa na Messi kabisa. Yes, tumalize posti ya mwisho kama imesalia ya mwisho kabisa, tuone na kwenyewe kuna habari gani. Bila shaka yes, hiyo ndio ilikuwa ya mwisho. Mambo yalikuwa mengi mpaka nimesahau kama hiyo posti. Najua maana vitu vyako hivi na unavipenda kikweli. Ni kweli. Na vile ulivyokwenda Ujda hujakutana navyo hivyo. Rudia pale ulipotambulisha hii post. Nilivyoona tunaitambulisha hii post. Rudia tena. Watu. Tunaanza kushambulia watu bwana. Bwana Ali Bakari Mufti, tunakushukuru sana. Asante sana kwa muda wako na vitu kama hivi kiukweli ndivyo tunavyovipenda. Lakini ile kauli ya kusema kwamba kutengana sisi wote ni wamoja. Kusema kwamba kinga mkono na wewe tukae pembeni Kwamba nyinyi mkae huko sisi tukae huko, sio kweli bwana. mambo gani tena? Bwana shukrani. Lakini mandhari Mandhari ya kwamba amekuja na ameleta. Tutafuna karanga, tutapiga miruzi. Shukrani sana Ali Bakari Mufti, lakini shukrani sana Andrew Kinga Mkono pamoja na Michael Hiera. Kasema kusema Michael Johnson nguli hapa. Sawa, lakini kwa sasa tunakwenda mapumziko, tukirejea tutakuja kuangazia hapa The Pitch. Mimi ni Said Salim Sumi na hii ni Viwanjani, baba ya vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania.